na maisha walionayo. Na akipata fedha, Phlegmatic huwa anaweka benki. Hebu muulize jirani yako, kwenye akaunti yako kuna hela? Muulize kwanza, kuna akaunti? Akisema anayo, akisema hana, mwambie Mungu atabariki hazina hivi sasa. Alafu akimuulize kuna hela? Akikwambia ipo, mwambie kwe pole, una hasara. Wapendwa, nimesema spirit inashambulia Tanzania. Hakuna hasara kubwa kama kuweka hela benki. Na bahati mbaya sana, mfumo wa kiuchumi wa kuhifadhi hela Tanzania umeanza miaka karibuni. Ukiweka hela benki inashuka thamani na inakatwa kila mwezi. Mfumo wa kiuchumi wa kuweka fedha ni kama UTT ambayo imeanza juzi. Ni kama voia Vodacom, nilipenda sana kwa msifia Pimaki ndugu yangu, naomba hongera sana kwa kuimplement hii. Kuna Voda Wekeza ambayo na yenyewe imeanza mwaka huu, mwaka jana, yaani juzi, ambayo na benki nyingine ndio zimeanza kuleta sijui nini. Kila benki zimeanza karibuni, yaani recently. Unaweka fedha yako kule, inakupa faida. Badala ya kukusanya fedha kidogo kidogo za kujenga nyumba, za kununua kiwanja, unakusanyia fedha zako kidogo kidogo kwenye UTT au kwenye Mwekeza, huku inakupa faida 13%, na itakapofikia wakati wa kutosha kwenda kununua kiwanja, unaenda kudraw ikiwa na faida. Usifiwe Yesu Kristo. Sasa Phlegmatic wengi huwa wanaweka hela zao benki, akiwa na yake ataiweka, alafu ikishuka thamani hajui. Tanzania tulikuwa na hali ya kuwekea watoto fedha kwenye account 18 years. Ile thamani ile fedha kwa muda wa miaka 18 ni sifuri. Mwenye UTT weke kwenye Wekeza. Zinakuja nyingine nyingi. Mabenki wameshaanza sasa hivi, wamechangamka, sijui ile roho imeondoka, lakini roho ya kuikemea katika maisha. Sasa way out. Kwa kifupi, mpaka sasa umeshagundua tabia yako. Na tabia pendwa haiondoki kwa kuiombea. Wanaswahili wanasema tabia haina dawa, lakini kiroho ina dawa. Kwa hiyo jambo la kwanza, omba tunda la Roho Mtakatifu. Sasa bahati mbaya sana sijafundisha tabia gani na tunda gani ambalo wanapungukiwa. Sasa sitangazi vitabu, ila kama ukipata kitabu changu cha uponyaji wa tabia, kuangalia ile eneo tunda unalolihitaji sana. Tumsifu Yesu Kristo. Halafu ule udhaifu, hiyo ya kwanza ni kuomba tunda la Roho Mtakatifu. Ya pili, angalia udhaifu wako mmoja kulingana na tabia yako. Ikizidi sana ni miwili, alafu ufanyie kazi. Kwa mfano, ningependa Samueli uangalie udhaifu wa kuanzisha vitu vingi na kuanza na kutokumalizia. Koleriki ningeangalia udhaifu wa ubishi na kutokushaurika. Melankoli angalia udhaifu wa kufikiria hasi. Phlegmatic angalia udhaifu wa uvivu. Kwa hiyo angalia udhaifu mmoja, alafu amua kwa dhati kujichunga mwenyewe kuachana na udhaifu. Yaani amua kwa dhati kwamba kwanza
kuanzia sasa ninaamua sitaanzisha vitu vingi. Kwa mfano nimesangwini, kuanzia sasa naamua sitakuwa na matumizi ya ovyo. Kwa hiyo sasa nitakuwa natengeneza bajeti. Wanasaikolojia wanasema sangwini anatengeneza bajeti ile, wanasema 48 hours. Una chochote unataka kununua, kiandike, subiri masaa 48. Yaani inabidi ni self discipline, ujitiishe mwenyewe. Kuna baadhi ya tabia zitakuchukua hata mwaka au miaka miwili. Wakati mwingine zitakuchukua miezi 6, lakini utakuwa unakwenda unaanguka. Ukianguka usikate tamaa, inuka. Amina. Saa nyingine angalia muombe mtu, weka monitor, mngojezi atakaye kuchunga. Mwambie mpendwa, nataka niamue tabia hii, naomba nisimamie. Kwa sababu ukiingia kwenye hiyo vita, utaona vita vya waziwazi. Kwa sababu wewe mwenyewe utapingana na hiyo, na shetani naye atakusaidia kupingana na hiyo. Kwa hiyo nyie wawili, wewe na shetani mtaungana kupingana na nani? Na wewe mwenyewe. Lakini wewe unataka upambane sasa. Amina. Yesu Bwana Yesu. Naomba unipe neema kujitambua. Nitambue udhaifu wangu unaonizuia maendeleo na mafanikio yangu. Katika jina la Yesu. Roho Mtakatifu niongoze. Roho Mtakatifu nichunguze ndani mwangu. Unipe kujiona. Na katika jina la Yesu ninakataa udhaifu wowote nilioukiri na kuulea katika umri wangu. Bwana, nipe kujitambua. Katika jina la Yesu. Kuanzia sasa mimi John, taja jina langu, ninaamua kuendana na Bwana. Nafsi yangu na vyote vilivyomo ndani mwangu na waamuru umtii Bwana katika jina la Yesu. Sasa kama umejitambua tabia yako, anza kuomba neema. Kama ni sangwini, mwambie Mungu, naomba neema ya kutokuanzisha vitu vingi kwa wakati mmoja. Kama ni choleric, mwambie Mungu, naomba neema ya kuacha ubishi na king'ang'anizi. Kama ni melancholy, mwambie Mungu, naomba neema ya kuacha kufikiri hasi. Kama ni phlegmatic, mwambie Mungu, naomba neema ya kuacha uvivu. Ingia kwenye maombi. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, naleta kila mmoja aliyeko mahali hapa na maombi anayeomba kuendana na tabia yake. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, Bwana, naomba mpe kujitambua, mpe neema ya kushindana na hiyo hali aliyonayo. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, mpe ushindi mkubwa, mpe nguvu kubwa ya kuweza kuvuka katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Rika sekete kenderia ramasaka kara kasheke kenderia rabashida rabakoria, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Sema Bwana Yesu. Hebu shika sadaka yako. Sema Bwana Yesu. Sadaka yangu ya leo, ninaomba unipe neema ya kujitambua, niweze kujijua na kushughulika na mimi mwenyewe katika jina la Yesu. Wewe Mungu ulisema unasikia maombi na kukumbuka sadaka. Naomba utakapokumbuka sadaka yangu ya leo, ukumbuke maombi yangu ya leo na uyasikie upya kwamba naomba neema kujitambua katika jina la Yesu. Amina. Amina. Amen. Praise
Sababu ya maisha yangu, wewe ni sababu ya uhai wangu, unastahili kuabudiwa.